Pia tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha kuipata sala ya maghribi nyuma ya imamu kwa jamaa. Allah atupokelee ibada yetu hii. Kama ambavyo pamesemwa, muhadhara huu ni katika mihadhara inayoandaliwa kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Qur'an, mwezi wa siyam, mwezi wa Ramadhan. Nasi katika msikiti huu tukateuliwa kuwa ndio wasemaji, na mada ni matumizi ya elimu na akili katika kuielekea sheria. Unadhani kwa nini tuliiteua mada hii? Matumizi ya elimu na akili katika kuielekea sheria. Kuna sintofahamu katika baadhi ya watu wakidhania akili na elimu ni kitu kimoja, kwa maana ya kwamba akili ndiyo elimu na elimu ndiyo akili. Wapo watu wanadhania hivyo, bali ikafika wakati kuonekana aliye fasaha zaidi kujieleza ndiyo mwenye elimu. Watu walifika huko. Ukiwa mtu hodari wa kuyapanga maneno kiasi watu wakakuelewa, basi wapo wanaoamini kuwa hiyo ndiyo elimu. Mripuko wa ufahamu, mripuko wa uelewa ulizalisha vitu vingi sana na kuteka jamii kwa njia za kimakundi, kwa uhodari wa kupanga maneno, kwa uhodari wa kiakili, na ikadhaniwa kuwa ni elimu, jambo ambalo limepelekea kuzorotesha, kama si kurudisha nyuma, safari ya maendeleo ya jamii ya Waislamu. Jamii ambayo tukirejea katika historia alifanya kazi kubwa sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuitengenezea misingi ya maendeleo, kuitengenezea misingi ya mshikamano, kuitengenezea misingi ya umoja. Haya yote yalikuwa targeti yake ni safari ya maendeleo ya jamii ya Kiislamu. Jambo linapokwenda mbele lina sura mbili: kupendeza zaidi ama kuzorota zaidi. Jamii imeruhusu akili nyingi zitumike kulikoni elimu nyingi,
tunaona kila kukicha. Safari ya maendeleo ya Waislamu kana kwamba inakuwa ndoto. Mbaya zaidi, Waislamu hatujaamka kwamba tunakokwenda sasa tunakwenda katika lugha ya Waswahili ya rabi nafsi yangu. Suala la kuangalia mujtama'ul umma, mshikamano na umoja wa umma katika tatawurul hayati wa tatawurul islami, maendeleo ya kimaisha na maendeleo ya Uislamu, inaonekana kuwa ni ndoto. Akili ilipewa sana nafasi kulikoni elimu, na watu wakaamini akili ndiyo elimu. Na ushahidi wa hilo, ukikaa katika jamii za watu, vikao mbalimbali, wanapojadili mambo ya dini, unapata picha kabisa msemaji huyu sasa inaonekana hajawahi kukaa kwenye elimu, hakusoma, lakini hiki anachotuambia sasa, hii ni akili. Vikao vya kahawa, vikao vya alkasusi vinajadili mambo mbalimbali, maskani na vijiwe. Imefika wakati mpaka katika baadhi ya misikiti yanajadiliwa na kuzungumzwa mambo ya dini, ikitumika zaidi akili kulikoni kupewa nafasi elimu. Na watu wanaamini akili ndiyo elimu. Usisahau maudhui yetu ya leo, matumizi ya elimu na akili katika kuielekea sheria. Hebu tuguse iktitafan basita, akili ni nini, elimu ni nini, kwa ufupi na kwa njia nyepesi kabisa. Nini akili, nini elimu? Kwa kuwa akili ni chombo cha kupokelea mambo ikiwemo elimu, hebu tuanze kukieleza chombo, kisha tuje tueleze kinachobebwa. Elimu ndiyo chombo. Akili ndiyo chombo. Nini akili? Ziko definition nyingi sana zinazoelezea akili ni kitu gani. Nachukua definition fupi nyepesi ili turahisishie safari yetu ya muhadhara. Akili al-aqlu huwa alatul idraki. Al-aqlu huwa alatul idraki allati tatakawanu fi jawanibil maddi ay jawanibil mukh. Akili ndiyo chombo cha uelewa. Akili ndiyo chombo cha kufahamu, chombo ambacho kinatengenezeka kupitia katika wigo na uwanja wa ubongo. Kwenye uwanja wa ubongo ndiko panapotengenezeka mashine ya akili. Ikiwa hiyo ndiyo maana, al-aqlu huwa alatul idraki allati tatakawanu fi jawanibil mukh, ndiyo chombo kinachomsaidia mtu kufahamu, chombo ambacho kiwanda chake ni ubongo. Ili ufahamu ulio wa sawasawa, unahitaji kitu kinachoitwa akili. Kwa hiyo huo ufahamu, elimu, ili iwe imekwenda sawa, inahitaji akili. Ubongo huu unategemeana na madini na hali ya ubongo ulivyo. Kwa hiyo uwezo wa akili wa wanadamu utatofautiana kulingana na hali ya ubongo wenyewe, ambao huo
hapo ndiyo kwenye kiwanda cha akili. Uwezo wa ubongo, uwezo wa kiafya kwa ujumla wake wanatumia hivyo. Uwezo wa afya ya mwili ndiyo inayotengeneza uwezo mzuri na spidi ya ufahamu. Moja katika doti za afya za mwili, doti za afya za mwili ikilega na uwezo wa ufahamu unashuka. Wataalamu wa ilmu nafs wana maneno yao, wanasema al-aqlu salim fil jismi salimi. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Akili iliyo nzima, akili iliyo sawasawa inapatikana katika mwili uliokuwa na afya nzuri. Wewe utakuwa shahidi katika hili. Wazee wetu hawa kadiri wanavyozeeka, unaona uwezo wao wa kufahamu unashuka. Kwa nini? Mwili unaanza kupoteza afya yake halisi. Lile ambalo pengine huko nyuma mzee huyu alikuwa akilifikiri na kulifahamu kwa muda mfupi, atatumia muda mrefu kufahamu, kwa sababu umri unafanyaje? Unakwenda mbele. Na ndiyo Qur'ani ikathibitisha hilo, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi. Na yule ambaye tunamtunukia umri mkubwa tutampunguza katika afya ya mwili. Utaona vitu vingi vinapungua, hata uwezo wa kuzingatia. Mzee huyu ambaye alikuwa madarasa, alikuwa skuli, alikuwa na uwezo mzuri wa kuelewa, sasa ni mtu mzima, uwezo ule haupo tena, kwa sababu al-aqlu salim fil jismi salim. Ukitafuta akili iliyo nzima, akili iliyo sawasawa, lazima utakwenda kuipata katika mwili ulio na afya bora. Al-aqlu hiya alatul idraki allati tatakawanu min jawanibil mukhi. Kwa hiyo maana yake, kumbe, ili uwezo wa akili upate kuwa salama, unahitaji vyakula mbalimbali vya vitamini mbalimbali. Vyakula hivi vitakwenda kutengeneza madini ambayo yatapeleka msukumo mzuri wa damu na ubongo. Akili itakuwa katika kasi ala mithli al-hasub, ni kama kompyuta. Na ndiyo maana wataalamu wa biology wanatuhimiza sana kula vyakula vyenye vitamin na matunda mbalimbali, sio kwa ajili ya kujenga mwili peke yake, bali na kuitengenezea akili uwezo mzuri wa kufanya kazi yake. Dini hii ya Uislamu, chombo mama kilichobeba Uislamu ni Al-Quranul Karim. Qurani inahitaji vitu vitatu, na vitu vyote ukivitazama ni faida na mavuno ya akili. At-tadhakkuru wat-tafakkuru wat-tadabburu. Nitarudi baadaye. Qur'ani inahitaji vitu hivyo. Ukisoma Qur'an, at-tafakkuru wat-tadhakkuru wat-tadabburu, nitarudi baadaye. Vitu hivi haviwezi vikapatikana vizuri hata ukiwa msomi namna gani, kama akili haiko salama. Matokeo yake eleweko litakwenda tofauti. Kwa hiyo tunahitaji tutengeneze akili bora, ili akija kusoma mwenye akili nzuri, lile eleweko litakuwa eleweko la sawasawa, ataelewa vizuri kile anachokisoma. Elimu inahitaji nini? Akili. Ikiwa akili haiko salama, shida.
Hiyo ndio akili. Mmoja katika watu wa ilmu nafs alisema, al-aqlu fil jismi al-aqlu fil jismi alatun tuwajjihu wa ta'muru wa tahtaru wa tarfudhu wa tuhibbu wa tunkiru. Akili katika mwili wa mwanadamu ni chombo. Al-aqlu fil jismi alatun, akili katika mwili ni chombo. Chombo hiki tuwajihu, huwa kinatoa muongozo. Yani akili huwa inamuongoza mtu, kwa sababu akili ni chombo. Hapa nataka ni wakumbushe ndugu zangu katika imani. Binadamu wapo wanaishi kwa njia mbili tofauti. Kuna watu wanaongozwa na akili na kuna watu wanaongozwa na nafsi. Hilo natakiwa tulijue. Tuukaribishe mwezi wa Ramadhani kwa kwenda kurekebisha maisha yetu. Twendeni tukaongozwe na akili, tusiende tukaongozwa na nini? Na nafsi. Shida kwa sababu inna nafsa la amaratun bisu, siku zote nafsi kazi yake ni kumsukuma mtu katika mambo sio. Maalesh, tunapoona mikwaruzano isiyo na sababu katika jamii ya Kiislamu, ukifuatilia sana sababu yake ni nafsi na sio akili. Laiti zingekuwa zinatumika akili, lazima tungetafuta faida, kwa sababu maisha ni mahesabu. Maisha ni mahesabu. Laiti tungekuwa wanadini, tungekuwa Waislamu, twaongozwa na akili, lazima ingefika wakati mikwaruzano isiyo na faida tungetumia, kwani haya yanakwenda kuzalisha nini? Kwa sababu maisha mahesabu. Aya pamoja na kuwa ni mansukha, lakini Allah alitufundisha ishara kwamba maisha ni mahesabu. Wayasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Hapa kuonesha maisha ni mahesabu. Aliambiwa Bwana Mtume Muhammad, watu wako huwa wanakuuliza sana kuhusiana na kutumia pombe na mambo ya kubeti. Waambie maisha ni mahesabu. Nitakurudisha hapa. Waambie kupitia viwili hivyo, pombe na kamari, ndani ya viwili hivyo, pombe na kamari, ithmun kabirun. Majazi mursal. Kuna hasara kubwa sana. Katumia neno ithmu li'idhame, lakini asili yake ni hasara. Lakini dhambi imetajwa kwa sababu dhambi ndiyo jambo zito zaidi katika maisha ya Muislamu. Lakini kuna hasara nyingine ukiondoa dhambi. Kuna watu wanapoteza afya zao kwa sababu ya pombe. Kuna watu wanapoteza udugu wao kwa sababu ya pombe. Kwa hiyo ndani yake kuna hasara kubwa sana kwenye matumizi ya pombe na kamari. Watu hupoteza udugu wao. Fanya mahesabu. Mara nyingi nimekuwa nikisema, ebu fanya mahesabu. Magari mangapi kwa mwaka yanaharibika sababu yake madereva walevi, au waliongozwa na makonda walevi, au walikuwa wanapishana na madereva wengine walevi? Magari mangapi? Alafu ufanye mahesabu ya majumuiko kwa mwaka. Watu wangapi wanapoteza maisha kwa sababu ya pombe? We safiri hivyo. Mara ngapi ndani ya mwaka viwanda vinazorota uzalishaji kwa sababu wafanyakazi wameamka asubuhi kwenda kazini wamelewa? Sasa ukifanya mahesabu haya, fihima ithmun kabirun,
ndani ya pombe na kamari kuna matatizo makubwa sana, ikiwemo dhambi, lakini kuna matatizo mengine makubwa sana. Kuna watu inafika wakati ulevi unawafikisha kusahau mpaka kuoga na kufua. Ulevi unawapotezea utu wao. Na kamari anafanya mtu kazi, anapata kipato, badala ya kufikiria kupanga matumizi ya familia, anawaza kwenda kucheza kamari. Fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Anakwenda anafutwa, anaanza tarehe 6 kukopa mpaka tarehe 30. Lakini Mungu akasema wa manafi'u linnas, lakini pia ziko faida kwa watu. Kwa hiyo kuna vitu viwili, maisha ni mahesabu. Nataka nikurudishe pale. Kwa kuwa maisha ni mahesabu, kuna matatizo na kuna faida. Mungu akafanya majumuisho, akasemaje? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dhambi na matatizo yanayopatikana kwenye pombe na kamari ni kubwa zaidi kuliko ni faida. Sasa wewe kama akili yako nzima uisubiri aya itakayokuambia usilewe, wewe mwenyewe utatosheka tu, akili iliyokuwa sawa sawa, kwamba kumbe hasara na matatizo na dhambi zinazopatikana kwenye pombe na kamari zinazidia faida. Wewe mwenye akili utafanya biashara ambayo hasara ni kubwa kuliko ni faida. Usubiri aya surati al-Maida kuambiwa haramu. Yalikuwa ni matatizo ya watu kutotumia vizuri akili zao. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akili iliyo nzima ya sawasawa inapatikana katika mwili uliokuwa mzima. Kwa hiyo Waislamu, laiti tungekuwa migongano yetu na mivutano yetu tunatumia vizuri ya akili, tungeona kitu cha kwanza inapotea shaukatul muslimin, nguvu ya Waislamu tunapoteza kwa migongano ambayo haina faida. Kama tuna matatizo, tukae, mimi na wewe ndio tumekaa darasani, tukae chini tuzungumze, tumalize sisi, tusiingize mizozo katika jamii, mizozo ambayo uzuri wake na ubaya wake hakuna anayejua zaidi ya kuwa msomi. Mtu wa kawaida, awamu nas, hawawezi wakaona faida hii. Mtu anakwambia kwa sababu akili hazitumiki vizuri, wanasema watu wote wameona. Wakati huo mmetoka katika watu wote wameona akina nani? Katika hao kuna awamu nas, kuna watu wasiokuwa na ilmu. Asiyejua hawezi kumjua anayejua. Unaweza ukampa tiki aliyeharibu na ukamnyima tiki ambaye kapatia, ima kwa sababu aliyeharibu fasaha zaidi au alitumia nguvu. Kumbe mkikaa wenyewe wasomi mnamalizana. Lakini yapo mambo ambayo pia kitaalamu watu walishazungumza, hawakufika muafaka. Nitafika hapo. Hiyo ndio akili. Kwa kitu cha kwanza na wahimiza Waislamu tuelewe akili ni nini. Ni alatul idraki, ndiyo chombo cha kuelewa mambo mbalimbali. Even your life, maisha yako utayajua kuyajenga na kuyapanga kwa sababu utatumia nini? Akili nzuri. Usipotumia akili nzuri, utapokea mshahara 500,000 mpaka tarehe 6 una hata shilingi 10. Hapo hapahitaji elimu, palikuwa panahitaji nini? Akili. Tumia kulingana na kipato chako, akili. Lakini ili tufike kwenye mada, nakimbizana na muda. Elimu, neno elimu, elimu ni nini? Idraku shay'i ala ma huwa bihi fil waqi'i. Natoa definition fupi ziendane na hali zetu. Tumesema akili huwa alatul idraki. Akili ndiyo chombo kinachomfanya mtu kuyaelewa mambo na kuyachanganua. Wakati elimu idraku shay'i ala ma huwa bihi fil waqi'i, ni kukifahamu kitu kwa namna vile kilivyo katika uhalisia wake.
Hiyo huko ndio kujua. Sasa elimu imegawanyika, tutaitoa tutaileta kwenye dini. Lakini neno elimu ni nini? Idraku shay'i ala ma huwa bihi fil waqi. Ukiulizwa mpira unaujua? Mpira ni nini? Ni kitu ambacho huwa kina dunda. Umeshindwa kueleza. Mtu akimwona chura atasema mpira huo, sababu chura naye anakuja kwa kudunda. Akimwona chura sema mpira huo, kwa sababu umeshindwa kuelewa mpira ni nini. Kwa hiyo elimu ni kukijua kitu vile kilivyo katika uhalisia wake. Muharrami Mziwanda wamjua? Naam, namjua. Anakaa wapi? Temeke. Kabila gani? Mzigua. Humjui. Unatakiwa umjue vile alivyo katika uhalisia. Muharrami Mziwanda Mdengereko, kwao Rufiji. Ukisema Mzigua, Mpogoro, Mwarabu, umekosa. Kwa hiyo kila kitu unatakiwa ukijue. Sasa tukija katika dini, swala ya Isha unaijua? Ina rakaa ngapi? 4. Ikitokea umekwenda msikitini, imamu kamaliza rakaa moja, wapo rakaa ya pili, wewe unapata 3, imamu akitoa salamu ufanye nini? Sikamaliza imamu na wewe unamaliza. Wewe hujui swala, wewe utakuwa swala huijui. Maana imekupita rakaa moja, imamu katoa salamu, wewe unatakiwa usimame umalizie rakaa moja ulioikosa. Kwa unatakiwa uifahamu swala kwa namna vile ilivyo katika uhalisia wake. Ukiifahamu swala vile ilivyo, wewe una elimu ya nini? Ya swala. Ukielewa zaka vile ilivyo, wewe una elimu ya nini? Ya zaka. Ukielewa saumu vile ilivyo, wewe una elimu ya nini? Ya saumu. Billahi alaikum, mara moja aliwahi kuulizwa shekhi, nikiwa katika nchi moja katika nchi ambazo nimewahi kufanya kazi hizi za dini, elimu. Shekhi aliulizwa, na kisa ni wakia, sikazima fuhumu, ni hivi ndikilitokea hivi. Shekhi anauliza, niliandaa chakula yangu kwa ajili ya daku, baada ya tarawehe nikapumzika, niliposhtuka kweupe saa 12, nafanyaje? Sikiliza jibu la shekhe. Ndio shekhe huyu. Funga milango na madirisha, teremsha pazia zote. Ukiona kiza kinapatikana, kula. Ukiona kiza hakipatikani, usile. Fatwa umesikia? Ili uone unaruhusiwa kula uruhusiwi. Funga milango, zima taa, teremsha pazia. Kiza kipo kidogo, basi we kula, unaruhusiwa. Maana yake huyu shehe elimu ya saumu haijui. Kwa hiyo elimu ni kitu kingine na akili ni kitu kingine. Kwa lugha nyepesi kulingana na muda, akili ndiyo chombo cha kupokea na kutunza elimu. Akili ndiyo chombo cha kupokea na kutunza elimu. Hivi basi Waislamu wanatakiwa wazingatie zaidi elimu, wasizingatie zaidi akili. Mfano tunachukua sasa elimu na akili, tunavichanganya, tunakwenda kwenye dini. Tunachukua vitu viwili, elimu na akili, tunakwenda kwenye dini. Tatizo ni kwamba, ndugu zangu katika imani, walio wengi wanatumia akili kujadili wasichokijua. Kumbe akili inatakiwa ijadili kile ambacho akili imeelewa. Lugha ngumu inawezekana sijaeleweka. Unapotaka kusafirisha akili, ngoja, neno akili, matumizi ya akili ndani ya Qur'ani limekuja mara 30. Hiye kwenye jambo ambalo ulisoma, ulilisikiliza, ukalielewa, sasa unakwenda kufanya uchambuzi, unapata kitu nilichokitaja.
atadhakur, atafakur, atadabbur. Qur'ani inataka tadhakur, yani kutake lesson kutoka kwa wengine. Unachukua somo, unatumia akili. Kwani huyu kafika hapa alipofika, fikaje? Katika nyanja mbalimbali, kisiasa, kiuchumi, kielimu na kadhalika. Kwani hapa alipofika kafikaje? Unakwenda unatumia nini? Akili, kutafuta namna gani kafika. Lakini geuza upande wa pili. Kwa nini huyu bwana kafeli? Feli vipi, ili na mimi nisije nikafeli kama alivyofeli? Tadhakur, unachukua somo kupitia katika yale ambayo kayapata mwingine, ima ni hasi ama chanya. Hii inaitwa tadhakur. Unajifundisha kupitia maisha ya mwingine. Qur'ani inataka tadhakur. Lakini Qur'ani inataka tafakur. Tafakur ni kufikiri, na hapa muda hautoshi. Ni vitu viwili tofauti. Kuna kufikiri na kuwaza. Tulio wengi huwa tunawaza, hatufikiri, na mwisho wa kuwaza vidonda vya tumbo na sukari, presha na kadhalika. Kinachotakiwa ni kufikiri. Ukifikiri unakwenda kupata majibu. Ukiwaza unajikatia tamaa. Kwa Mpemba unadaiwa, kwa Muhindi unadaiwa, kwa Mwarabu unadaiwa, finka unadaiwa, pride unadaiwa, na sijui nalipa nini, natafuta kamba, naenda kujinyonga. Wewe ulikuwa unawaza. Ukiwa unatafakari vizuri, maana yake unatumia vizuri akili yako, na hii ni nje ya sheria. Unatumia akili kwenye maisha. Sasa nafanyaje kukwamuka? Wengi waliokuwa wanawaza kwenye maisha wamejikatia tamaa kuwini katika maisha. Anasema mpango wa Mungu mimi kuwa maskini, kwa sababu huyu hakutumia akili, hakutadhakkar, hakutafakar. Alafu kuna tadabbur. Na tadabbur maana yake sasa, Qur'ani inahitaji watu usafiri zaidi, yani utoke na jibu zaidi ya. Sasa haya mara nyingi watu tunakaa nayo na kuyaeleza darasani, sio katika sura ya kawaida kama hii. Ndugu zangu katika imani, angalia mfano akili na elimu. Mara moja niliwahi kusema, natoa mfano. Mungu alikuwa anazungumzia habari ya kujiandaa watu na kesho yao, kwa maana kiyama. Ukishasoma maneno haya sasa, yaamishe, tumia akili, yalete kwenye maisha. Akili sasa ilikwenda kusoma, ilipoelewa ikapata yatokanayo. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadika. Hapo, enyi waumini, mcheni Mola wenu Allah, na kila mmoja atafakari, asafirishe akili yake, atazame ni kitu gani kakitanguliza cha kwenda kumfaa kesho yake, kwa maana kiyama. Kesho yako umesoma, umeangalia aya imekufundisha habari ya kujiandaa na kufa kwako na kujiandaa kiyama yako. Elimu sasa umetoka baada ya kuelewa, ukasema kwani kesho ni moja tu? Akili sasa, mbona ipo kesho ya duniani? Kwa maana leo mimi ni kijana, kesho yangu mimi mtu mzima. Kwa hiyo usikae ukatafakari ukayaangalia maisha yako ya kiyama tu. Kumbe aya hii inakufundisha pia uangalie kesho yako ya duniani. Wazee wakasema fainali uzeeni, kwa lugha za vijana. Usipojipanga na kesho yako ya dunia, lugha za vijana, utamuona Mungu refa anapendelea upande mmoja. Ulipokuwa unafanya kazi unapata pesa, wewe unawaza vimada tu. Sasa umestaafu kazi, kibanda unakwenda kugombana na shemeji yako, unaninyima, mnajidai na hela zenu. Kumbe na wewe ulipata, ukujipanga na kesho yako. Akili ikiwa mgando haisafiri, aya hii utabaki nayo wapi? Kwenye habari ya kiyama tu. Wala ufikirii kusafirisha akili yako ukaingia pia kwenye dunia yako. Unatakiwa uiandae dunia yako. Leo kijana ni mfano wa huyu. Leo yeye anaita baba, babu, mjomba, mama, bibi na kadhalika. Anatakiwa ajiandae, tafika wakati ataitwa mume wangu.
ikifika wakati huo maisha yangu yatakuwaje? Najipangaje kujiandaa na safari rasmi ya kwenda kuitwa mume wangu? Hili watu kutojipanga nalo na wazazi kutowaandaa watoto katika hili, matokeo yake tunapata rundo la watu wanaolea midadi. Watu wanaoa kwa midadi tu, kama nishakuwa na mimi inakuwaje, na mimi nataka na nini, naenda kuoa. Hakujipanga huyu, hakusafirisha akili kwamba baadaye kuna maisha ya ndoa. Ukishaingia kwenye maisha ya ndoa unatakiwa pia hiyo makadamati ligadi usikomae nayo kwenye kiyama tu. Leo mimi mume, kesho nitaitwa baba, na yakabili vipi maisha yangu nikishakuwa na mtoto ama watoto? Training hii inatakiwa itumiwe mapema kwa wazazi kuandaa nani? Watoto wawe na tabia ya kujiandaa. Lakini acha hiyo, Mungu alikuwa anazungumzia mirathi. Mungu alikuwa anazungumzia mgao wa mirathi. Ikafika mahala akasema, abaukum wa abnaukum la tadhuruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Aya yenyewe ukiisoma na asili yake inazungumzia mirathi. Sasa elimu ushajua kwamba Mungu anahimiza tuzingatie uadilifu katika mgao wa mirathi, asipunjwe mtu, asinyimwe anayestahiki kupewa, kwa sababu humjui nani atakayekusaidia kesho yako. Baba, usije ukatoa mali zako ukasema namrithisha mwanangu huyu peke yake pasina kuwapa watoto wengine. Inawezekana unemrundikia mali huyu si atakayekuwa anakukumbuka na kukufanyia dua. Pengine huyu nyumba unazomwachia atafanya dangulo, yule ambaye unamnyima pengine ndiye atakayekumbuka kukufanyia dua wewe. Kwa hiyo tumia mgao kwa namna alivyogawa Mungu, kwa sababu wazazi wenu ama watoto wenu ninyi hamjui ni nani ambaye atakaye wafaa zaidi hapo baadaye. Aya hii inazungumzia nini? Tumesema mirathi. Hiyo ndiyo elimu, hiyo ndiyo sheria. Sasa ichukue akili, baada ya kuisha isoma aya hii, kaitoe iliko ilete katika maisha. Wewe askari, mkuu wa kituo, abaukum wa abnaukum la tadhuruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Baba zenu ama watoto zenu ninyi hamjui ni yupi katika hawa atakayewasaidia zaidi. Basi sio baba na mama, ni maisha kwa ujumla. Usije ukakaa kituoni ukanyanyasa watu kwa cheo chako. Uwezi kujua ukisha stafu unarudi kwenye jamii, inawezekana yule uliyemnyanyasa ndio atakayekwenda kuwa msaada wako. Kitumie vizuri cheo chako ukijua mbele kuna kustaafu. Wewe mwenye pesa, una duka, una uwezi jua kwamba pengine baadaye wimbo mbaya abembelezewi nao mtoto, inawezekana baadaye ukadrop kimaisha. Hebu ishi vizuri na watu. Ikitokea bahati mbaya, la qaddar Allah, Mungu asituelekeze huko, ikikutokea bahati mbaya ukadrop kimaisha na wewe ulikuwa unawanyanyapaa watu, unarudi kwenye jamii, wale uliowanyanyapaa pengine ndio ambao Mungu atawanyanyua, utawaomba wale msaada wa kusaidie kodi ya nyumba. Kwa hiyo usije ukawa na akili mgando, akili usafirishi baada ya kujua kile ulichokisoma, unabaki pale pale. Mfano wa tatu, waqumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Allah hali mkiwa watiifu, wanyenyekevu. Swala inahitaji unyenyekevu. Sasa safirisha akili yako. Hivi unyenyekevu swala, mara nyingi tunaswali jamaa, hivi unyenyekevu ni mimi tu? Ukisafirisha akili baada ya kuelewa ibada ya sala inahitaji unyenyekevu, utatafuta doti za unyenyekevu kwako, utatafuta doti za unyenyekevu kwa wale unaoswali nao. Laiti mtu atatumia vizuri akili, hawezi kuja kuswali suruali kavaa nusu mlingoti. Haiwezekani, kwa sababu mavazi yake yatamnyima unyenyekevu. Ima yeye mwenye atakosa unyenyekevu wa mwili wa mavazi, ima atamsababishia mwingine kuanza kujadili, uvaaji gani huu? Kwa hiyo atamnyima unyenyekevu mtu mwingine kwa sababu kavaa vibaya.
Kuna watu wewe unaweza ukaona umekuwa mnyenyekevu, lakini kuna watu unaweza ukawaharibia swala zao. Mfano mbaya kidogo, tuseme taratibu, walio mbali wasijue. Umekuja na jezi lako la Yanga, mwingine yuko nyuma kule anaswali, akinyanyua kumbe anapenda Simba, akisema hawa ipo siku tu na sisi, anakumbuka yale ipo siku tu na sisi. Kwa hiyo badala ya kusoma Qur'ani anakumbuka zile. Wabilaks, na hawa nao wanaweza akakumbuka zile. Si unajua hawa walipata 5 na wale wengine walipata 6. Kwa hiyo sasa inakuwa hakuna swala. Pamoja hiyo ni dunia, lakini tahadhari katika ibada. Ebu nenda na mavazi ya kiunyenyekevu. Nguo ya kulalia unavaa, kiguo kimebana nde. Kuna visuruari fulani siku hizi, labda upake mafuta sijui ndio uvue. Utawafanya watu wapoteze unyenyekevu katika sala. Mtu anasoma Maliki yaumiddin, hivi huwa akitaka kuvua anavuaje nguo hii? Iyyaka na'budu wa hii kapewa kanunua mwenyewe. Anaongeza aya kwenye swala. Hapa pahitaji shehe. Ukishasomeshwa wakumu lillahi kanitina, we mwenyewe akili yako utasafiri. Hivi mavazi haya mimi siwezi kwenda kuvuruga mambo ya akili yako, utasafiri. Makosa yetu, tunachukua sheria ambayo hatuijui, tunataka tutumie akili kwenda kujadili kwenye vitu ambavyo hatuvijui. Kumbe akili inakwenda kusafiri na kujadili kwenye kitu ambacho unakijua. Tungekuwa tunaingia kwenye dini kwa matumizi mazuri ya akili na baada ya kuelewa. Mfano hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Mfano, kunu ibadallahi ikhwana, kunu ibadallahi ikhwana, waja wa Mwenyezi Mungu kuweni ndugu moja. Ushaelewa Waislamu tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Ukisoma vizuri aya hii umeielewa, sasa chukua akili. Hivi aya marumbano na kutukanana tunakotukanana, hii ndio utakuwa tafsiri ya Mtume sisi ni ndugu moja? Ukitumia hapo akili huwezi kumtukana Muislamu mwingine, kwa sababu utajua Mtume kakataza watu kumegana, tunatakiwa tuwe kitu hicho. Huku tunakotukanana ndio ndugu wa ndugu wanafanya hivi. Wala tadabaru, mfano musidhalilishane, musidharauliane, musipeane mgongo, yani kumdharau mwingine. Muislamu asimdharau mwingine. Lugha za Waislamu wanazopeana kwenye marumbano yao za dharau na wengine matusi juu. Hivi hii tukifanya hivi, kama unatumia akili peke yako, hauhitaji tena aje Profesa Lipumba hapa kutoka chuo kikuu akwambia hapo maana yake. We mwenyewe akili yako tumia. Muislamu kumdharau mwingine, unavyoona hii ni sawa sawa? Mara moja niliwahi kusema, lakini tuache, muda umenikimbia na kuna maswali na kuna adhana. Na mimi niliwaambia watu mara moja, gari yangu mimi ya Kichina kama Liaz ya Ukwang'a. Kadiri inavyopata moto ndo inakolea. Kwanza naanza na muda ushaisha. Ndugu zangu Waislamu, vijana wenzangu na wale wazee wetu kwa ujumla, kilio changu mimi ni kuona Waislamu wanajua wapi wanakwenda. Tutumie vizuri akili, na vijana tunaosoma turidhie kwamba sisi bado ni wanafunzi, tunatakiwa tuendelee kusoma. Tusijiamini kwamba sisi tunajua sana. Itakuwa ni shida, kwa sababu watutumie vizuri kwenye dini akili zetu. Na ile maarakatul jaradi farahun lilghirbani, ni kweli vita ya panzi chereko kwa nani? Kwa kunguru, ni kweli. Kuwa wapinzani na maadui wa Uislamu, wanawaogopa Waislamu. Leo inqalabatil umuru ra'san ala aqibi,
mambo yamebiduka, kichwa chini miguu juu. Badala ya kuwa wale wanatuogopa sisi, sasa hivi sisi tunawaogopa wao. Sababu yake nini? Kwenye maisha yetu ya kuingia kwenye dini hatukuwa tunatumia vizuri akili, tumewapa wale nafasi ile kuwa yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sasa hivi sisi kila kitu tunawaogopa wao, tumepoteza shauka yetu. Hebu twendeni kwenye Ramadhani. Mfano Ramadhani, nisikilize vizuri, Kiswahili najua. Ramadhan, twendeni kwenye Ramadhan, tukaikaribishe Ramadhan, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tuje tuiage Ramadhan kama elimu ilivyosema, kama elimu ilivyosema, kwamba ilmu wanawachuoni wamehtilafiana kwenye muandamo wa mwezi. Hebu tutumie akili basi, usitafute kulimaliza jambo lenye khilafu, tena imethibiti kwenye ilmu. Kwa akili yako tu ushashiba al-kasusi, nitakumaliza hilo. Funga kwa muandamo wa kimataifa, elimu ipo, kuna masala ya ikhtilafu, ni elimu pana sana. Funga kwa muandamo wa nchi yako. Haya ni masala khilafia, na kanuni ya sheria iko wazi, la yunkaru almukhtalafu fihi wa inma yunkaru almujma'u alayhi. Lakini jua nafasi yako, akili. Sasa we nani? We huna mamlaka ya kutangaza. Si Kiswahili changu kinaeleweka? Hapa napita, wewe ukiwa kwa mfano unafunga kwa muandamo wa kimataifa, lakini hauna mamlaka kisheria ya kufanyaje, ya kutangaza. Funga wewe kama wewe. Ikitokea siku ya kiyama unaulizwa na Mwenyezi Mungu, wewe ulikuwa unatangaza mwezi umeandama, wewe ulikuwa ni nani kwenye nchi yako? Kwa mfano Mungu namjibuni, hebu tuchukulie natoboa siri ya mtihani. Mungu naenda kumjibu, wewe ulikuwa mufti, wewe kadhi, wewe nani? Maneno magumu kidogo, kuna watu hawatonielewa, lakini nasema wanaotangulia watangulie, wako sahihi, wanaochelewa wachelewe, wako sahihi. Na kufungua vile vile, wewe ukitangulia kufungua usiende kumuonyesha mzio tonge la wali haramu siku ya Idi kufunga, unamuonesha mzio tonge. Hapana, haya masala khilafia, na ilmu ndivyo inavyo. Tutumieni akili, tusitumie nguvu. Nguvu sawa, na wewe utatangaza, hiyo ni nguvu, lakini sio akili. Akili inatakiwa kwenye masala ya kawaida akili iwe mbele, kwenye masala ya dini akili iwe nyuma ya elimu. Kwenye mambo ya kimaisha akili inatangulia, kwenye mambo ya dini akili inakuwa nyuma ya nini? Ya elimu. Elimu inakaa mbele, akili na isikiliza elimu inatakaje. Kwa hiyo tusichanganye kwamba kila kitu tuiweke akili mbele, tutafeli. Tutafeli. Muda haunitoshi, na sijui hapa Isha wanasali saa ngapi na paja adhiniwa. Ni waombeni Waislamu, na sisitiza tu katika kufunga, elimu. Kwa nini mwenye elimu unasikia kwa Musa aya 11 surati al-Mujadila, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, sio daraja, darajati, lakini sio kila aliyesoma. Mwenyezi Mungu huwanyanyua wale waliokuwa waumini wa kweli katika nini, lakini wale waliopewa elimu na wakaitumia vizuri akili, amini elimu, wale darajati Mungu anawanyanyua kwa daraja kubwa zaidi. Unadhani kwa nini? Hawa wanatumia vitu vingapi? Viwili. Wasomi wanaonya elimu na akili. Muumini asiyekuwa na elimu atatumia akili peke yake katika imani yake, lakini muumini aliyekuwa na elimu kwenye imani yake anaitumia elimu na akili. Basi tumia vizuri akili yako katika dini, usiendeshwe na makundi haya. Kuna mihemko ya kimakundi inawazoa vijana leo. Mungu ametoa tahadhari, nafunga hapa ndio nafunga hapa. Mungu ametoa tahadhari, idh tabarra alladhina tubi'u
min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Kumbukeni, izingatieni siku ambayo wale waliokuwa wanafuatwa na watu watakapo wakataa wale waliokuwa wanawafata. Mimi sikujui wewe. Tukifuata mkumbo bila ya kuzingatia matumizi mazuri ya akili, hawa watu tunaowafata siku ya kiyama, Qur'ani imethibitisha watakwenda kutukataa. Tumia na wewe akili yako. Wazee wanasema akili ya kupewa changanya na zako. Waqala alladhina tabau law anna lana karratan latabarra'na minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Itafika wakati wale ambao waliokataliwa walikuwa wakiwafata wale watasema sikia, kama na sisi tungepata nafasi hawa mashehe hawa waliokuwa wakituburuza na sisi tutawakataa hawa. Lakini muda ushakwenda. It's too late. Tumia akili. Muislamu usikubali kuingia katika mkumbo wa kutukanana Waislamu kwa Waislamu. Muislamu usikubali kuingizwa katika mkenge wa kuishi makundi makundi. Muislamu usiingie katika mkenge wa kuwachukia Waislamu wengine. Sisi Waislamu sote ni nini? Ni ndugu. Na ndio maana unasikia pepo ina daraja 8, kwa sababu tutatofautiana. Kuna watu wataingia klasi A, B na hivi mpaka zinatimia daraja 8. Muda hautoshi, haya ndiyo yangu. Tukatumie vizuri akili, kwa sababu tushajua akili ndiyo chombo cha kufahamu, elimu ndiyo taaluma na ndiyo skani ya maisha. Kwa hiyo tumia elimu yako na akili yako katika kuingia kwenye sheria, na wala usifuate mkumbo. Utakuja kulia siku ya kiyama, kwa sababu siku ya kiyama kila mmoja